Halmashauri yetu ya Manispaa ina jumla ya shule za serikali 65 zikiwemo shule za msingi 44 na shule za sekondari 21. Shule hizi zina jumla ya wanafunzi 55,764 wakiwemo 38,212 wa shule za msingi na 17,552 kwa shule za sekondari. Kwenye eneo la madawati, katika shule za msingi tuna mahitaji ya madawati 12,737 yaliyopo 9,180. Tuna upungufu wa madawati 3,557. Kwa upande wa sekondari tuna mahitaji ya madawati 17,552 yaliyopo 16,703. Katika upande wa sekondari tuna upungufu wa madawati 849. Kwa jumla tuna upungufu wa madawati 4,406. Kwa awamu ya kwanza jumla ya madawati 600 yamekamilika yakiwa ni madawati 300 kwa shule za msingi na viti na meza 300 kwa shule za sekondari. Jumla ya shilingi milioni 42 zimetumika kutengeneza madawati haya. Fedha hizi zimetolewa na Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Madala, mbunge wa jimbo la Musoma mjini, kiasi cha shilingi milioni 28 kwa kuwashirikisha wadau Tanzania Bank jumla ya milioni 14 ambayo jumla yake ni milioni 42. Kwa kutambua juhudi zinazofanywa na serikali yetu kwa kuongeza kiwango cha elimu katika nchi yetu, Benki ya Tanzania inakabidhi leo meza 200 pamoja na viti kwa mkurugenzi, ikiwa ni faida inayopatikana, ikiwa ni njia mojawapo ya kurudisha faida kwa jamii kwa kile kilichotengenezwa kwa mwaka mzima. Kwa siku ya leo tutakabidhi meza hizo zenye thamani ya milioni 14 kwa mkuu wetu wa mkoa. Lakini pia Benki ya Tanzania kwa kutambua jitihada zinazotekelezwa na serikali yetu katika kuinua uchumi wa nchi ya Tanzania, Benki ya Tanzania inatoa fursa mbalimbali kwa vijana, kwa kina mama, kwa wafugaji, wakulima, lakini pia hata kwa watumishi. Tunao makundi mbalimbali ambao tayari wameshafaidika, hivyo tunawaomba wananchi wote kutembelea matawi yetu ili kupata huduma hizi na kufaidika kwa mitaji ili kukuza uchumi wetu. Tumesema ni marufuku kwa mtoto wa Mara kukaa chini shuleni. Ni marufuku. Tutasukumana kweli usiku na mchana. Kule Tarime vijijini tulianza, wamekimbia, wako mbio kule. Karibu watakamilisha. Na nyinyi kwa mikakati mnayoifanya, naona muda si mrefu mtakamilisha. Wilaya nyingine huko napeleka salamu, manispaa nyingine huko. Tangu jana nilikuwa na vikao nao, tukipitia mikakati yao yote, nione kweli tunatoka hapa. Na watumia salamu, mnachelewa. Deadline ni ile, sitaibadilisha. Sitaki mtoto wa Mara akae chini. Lakini pia nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Miaka ya nyuma tulikuwa tukihangaika sana kujenga madarasa, kujenga shule ya elimu, hospitali ya zahanati hizo tulikuwa tukichangisha, na hata madawati haya saizi ingekuwa mshike, lakini mwananchi hatunguzi, kwa sababu Mama Samia kesha kuonyesha njia kule, anatoa fedha kwa ajili ya miradi muhimu ya kimsingi kwa maana ya huduma katika jamii zetu. Viongozi wetu wa mkoa, ndugu yetu RC Mtambi,
anatushika mkono, anatupa sapoti ya kutosha, kila tunapoenda ofisini kwake anatupokea na kutusikiliza. Leo kilichosababisha hili dawati kama tunaweza kutengeneza hivi ni kwa sababu tulipokuomba wewe usaidie kutuombea kibali, uliweza hapo uliweza kufanya kazi hiyo, ukapiga simu. Matokeo yake sasa, ubao mmoja ambao tulionunua hapa ungegharimu shilingi 14,000. Lakini pamoja na kama zile gharama za vibali tuliweza kulipa na gharama za msingi tuliweza kulipa, bado ubao umefika hapa toka 12,000 umefika kwa gharama isiyovuka shilingi 7,000. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba ndio maana tumeweza kutengeneza madawati mengi zaidi. Sasa kutokana na kazi hiyo, bahati hii dawati zimesema na mstahiki meya amesema awamu ya kwanza ya dawati 600 hizo hapo. Leo watoto wetu wanaokaa chini kuanzia Ijumaa watakaa ya nini? Hatutaki wazazi wetu wataratike kila siku kufua nguo, kwa sababu mtoto akikaa chini nguo anataka siku lazima haifue. Kwa majina naitwa Ibogu Mkilia. Tunashukuru sana Azania kwa kutuletea madawati, na tunashukuru na tunawaahidi tutafanya vizuri katika mtihani yetu. Kwa majina naitwa Teddy Charles, nasoma shule ya Mkendo. Tulikuwa tunakaa chini, tulikuwa tunachafua nguo zetu, kaenda kuharibu sabuni zetu kwa kwenda kufua. Tunamshukuru kwa nafasi kubwa sana kwa sababu ametuletea madawati ili tuweze tukalia na ufaulu wetu uwe mzuri. Asante.